Nimekwambia toka, kwa nini unapenda kung'ang'ania muda? Wewe unashindwa kunielewa. Wewe unang'ang'ania huko. Toka. Wadawazimu. Yaani wadawazimu wako huko sio kwangu mimi. Kakaangu. Hebu kuwa na huruma japo hata kidogo. Babu wake. Alafu kama utaendelea kung'ang'ania huko ndani, utaona kusiguliwa na wewe unajisikia raha. Tafuta wanaume wengine. Lakini kakaangu. Yana tumenipa maneno mazuri na kunithamini. Nikamini kuwa unanipenda. Alafu leo unakuja unanifukuza, sasa mimi nitaenda wapi? Sikiliza wewe. Yale ni maneno kama maneno mengine. Mwanaume yote anayatumia pale anapohitaji mwanamke. Sasa unasikiliza yale? Labda tu nikwambie kitu kimoja. Hapo utaondoka, utarudi kule kule nilipokuokota. Mimi na mke wangu ndo naishi naye na ndo nampenda. Punye usije kaniharibia. Kakaangu. Kumbuka umeshaona mwili wangu. Umeshatoa thamani yangu. Unataka mimi nifanye nini? Nitaenda wapi? Hebu naomba uniangalie kwa jicho la pili tafadhali. Wewe ni mlemavu wa macho, sio mlemavu wa akili. Jaribu basi kuwa mwelewa. Nadhani wewe hunielewi na hunijui vizuri. Nataka nikuchukue nikufu. Ngoja nikuonyeshe. Toka! Nashukuru kwa hili. Naomba unisaidie fimbo yangu na viatu vyangu niondoke. Samahani dada. Nahitaji kuzungumza na wewe kidogo. Bila samahani. Nani mwenzangu? Naitwa Gamba. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Kachumbari. Una shida gani na mimi? Pole sana. Kile chote kilichotokea mimi nilikuwa nashuhudia. Maana toka ugomvi unaanza mpaka unatolewa nje na kumwagiwa maji. Kiukweli niliumia sana. Vipi kwani? Ni mumeo yule? Hapana, sio mume wangu. Ila ni mpenzi wangu. Na jana alinipa maneno mazuri sana ya kukwangua moyo wangu, nikajiona nimepata kuwa na yeye. Lakini matokeo yake si umeona? Amenibadilikia na kunifukuza kama jinsi ulivyoona. Pole sana. Ila kosa lako ni kuamini hisia zako juu yake. Ila si vibaya. Ninaweza kuwa rafiki yako. Mimi sihitaji rafiki tena. Mimi mwenyewe tu najitosheleza. Kwa heri. Nimefurahi sana Mayuki kuwa mke wako halali kuliko yale maisha ya kuibaiba. Hata mimi mke wangu. Maana nimefurahi sana kufanya maamuzi ya kuwa mke na mume. Ni kweli. Ila tunatakiwa tujitahidi sana kupata mtoto ili tuongeze familia. Au wewe unasemaje? Mke wangu, mtoto ni muhimu sana. Maana anaongeza upendo na furaha kwetu. Ila kwa sasa mke wangu,
huu wakati bado. Tusubirie kwanza. Kila kitu kitakaa sawa. Ni sawa, lakini uone kama tunakosea. Maana furaha ya ndoa ni kupata mtoto au watoto. Upo sahihi sana. Ila kwa hili mke wangu, naomba tusubirie. Sawa. Habari zako? Nzuri kwa hiyo. Asante sana. Karibu mume wangu. Asante sana mke wangu. Habari za hapa? Habari za hapa? Nzuri tu. Nimechoka kweli. Kaona leo bora nirudi mapema. Alafu unajua njaa inaniuma sana. Hamna hata chai hapa kidogo? Yaani mume wangu, hamna chai, hamna chochote ndani. Na gesi imeshaisha. Hapa yenyewe kuna kusubiria tu, tujue tunafanyaje. Kweli ni shuzi la ngomani. Yaani hata mimi mwenyewe mazingira yangu magumu sana. Maana najua kule napofanya kazi, tarehe zimeshafika, lakini bosi mpaka leo hajanipa mshahara. Alafu kibaya mno, amenipa wiki 2 ndo pesa yangu inatoka. Yaani hata sielewi nianzie wapi niishie wapi. Sasa tunafanyaje mume wangu? Maana bosi wa siku hizi washakuwa matatizo. Hivi hajui kazi ya ulinzi ni ngumu sana. Na ukizingatia tayari tarehe zishaanza kukaribia na ashaanza uswahili. Mke wangu, yaani wewe acha tu. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi hata sielewi. Kwa sababu ukisema udai kwa nguvu bado itakuwa ileti maana. Kwa sababu yeye mwenyewe ameshaniambia ananipa wiki 2. Kwa hiyo inabidi mimi nivumilie tu. Cha msingi hapa niangalie tu njia nyingine ya kufanya. Kwamba nifanyeje mradi tupate kuishi hapa. Basi sawa, karibu ndani. Usijali, nimefika hapa. Mradi umeniambia hivyo, kwanza inabidi nipumzike hapa nitulize akili yangu ili nijue wapi niingilie tupate riziki ya kushindia leo hapa. Mbona nifanya hivyo mtoto mzuri na rukaruka wakati mimi nakwambia kila siku njoo nyumbani njoo nyumbani. Mbona mambo mengi sasa? Tatizo una haraka sana mzuri. Alafu pia mimi kwako siwezi kuja. Namuogopa mwanamke wako. Sasa mwanamke wangu na mimi Vipi? Mbona mwangalia sana huyo dada? Unamfahamu au? Nimfahamu wapi? Na muonaona tu mtaani anapita pita hapo. Nisijui. Yaani kama vipi achana naye tuendelee na. Sasa nisikie nikupanga na mtu. Yaani pale nyumbani pale mama mtu mtu wa kutoka, yani mtu wa kusafiri. Kwa hiyo utawala. Leo kama vipi usiku njoo basi. Ni kweli unachosema, unanipanga tu. Shida wewe una hofu, mimi ndo nakuhakikishia pale ni utawala. Mbona unafanya hivyo bwana wakati wewe mwenyewe unakuuliza wewe? Sawa basi. Mida nipigie simu. Mimi nitakuja. Ila likitokea tatizo, wewe ndio utakuwa umenifunza. Hivi wewe kipofu, umepita sehemu zote umekuja kusimama hapa, maana yake unanifuatilia. Kwani wewe hujui kuachwa? Shida sio kuachwa Mzugu. Hivi unajua thamani ya mwanamke kweli wewe? Mbona unapenda kuwalage sana wanawake? Naamini hata yule uliokuwa unazungumza naye kitamkuta kama kilichonikuta mimi, si ndio? Sasa tu labda nikwambie kitu kimoja. Mimi mzee wa kung'ata kuacha, kung'ata kuacha. Fungo.
Wow, mpenzi wangu mimi huyo. Umependeza mwenyewe na bagashi yako. Amne, nilikuambiaje kuhusu kuja kwangu ukiwa umelewa? Hebu tusipangiane bwana. Kwanza nimekumisi. Nimekuja hapa nataka mpenzi wangu uniburudishe. Sikia wewe mwanamke, ukiwa unakuja nyumbani kwangu, basi usije ukiwa umelewa. Na kama hii tabia itaendelea, basi tutakosana kabisa. Niache niwe msikitini. Sawa. Wewe nenda msikitini. Mimi unanikuta hapa na kusubiri mpaka uje kuniburudisha. Ndo nitaondoka. Ukinizuia siwezi acha. Napenda pombe. Karibu na Gamba. Naona ni muda mrefu sana ndugu yangu hatuonani. Ni kweli. Ila unajua changamoto ya kazi zetu. Yaani usiku na mchana huwa kazi zetu tunazifanya. Na nikirudi nyumbani nakuwa nimechoka sana. Kwa hiyo hata ule muda wa kusema kutembea nakuwa nakosa kabisa. Ni kweli kabisa. Niambie. Kaka, mimi nimekuja nina shida. Naomba uniazime kama shilingi 20,000. Maana nyumbani kwangu pale kuna vitu vimefeli. Yaani unajua nimekwama sana. Lakini unajua fika kwamba nakudai shilingi 30,000. Kwa hiyo ukichukua na hii inakuwa 50,000 ndugu yangu. Hilo mimi nakumbuka. Na wala usijali. Mimi nitaziunganisha. Na mshahara wangu ukitoka tu nitakupatia zote. Basi sawa. Haina shida. Basi ngoja niingie ndani ili niweze kukupatia. Nitashukuru sana kaka. Sasa shoga yangu. Bora tu nimekutana na wewe besti yangu. Kwa nini? Au kuna mageni unataka kuyafanya? Ulijuaje? Hapa ni mwaga kaka anakuja kwenu. Lakini nenda kwa mzungu leo. Kwa hiyo kweli ubaki hivyo hivyo. Kwamba anakuja kwenu. Sawa, ondoa shaka kuhusu hilo. Ila kuwa makini huko uendako. Si unajua wanaume wa siku hizi vigeugeu sana. Usijali kuhusu hilo. Nipo makini.
Karibu. Mpenzi mama, karibu. Sasa mbona umechelewa mama mtu na wewe? Jamani, si unajua tuna kazi za nyumbani. Mpaka nimalize ndo nitoke. Sawa, sio mbaya. Sasa mimi nilikuwa naenda kuchukua msosi. Cha msingi wewe ingia ndani hapo sebreni nisubiri. Naenda hivi dakika 0 na sawa. Basi sawa, mna shida. Lakini usichelewe. Nichelewe kwa nini? Yaani nakuacha wewe ndani. Mimi jinsi nilivyokumisi. Si unajua hata jinsi nilivyokumisi. Alafu nichelewe. Wewe bwana wewe.